Kwa nini katika Biblia idadi ya wanawake na watoto ilikuwa hainukuliwe? Kwa nini walikuwa hawanukuu? Jibu ni kwamba katika mfumo wa jamii ya wakati huo walikuwa walitumia mfumo wa kina baba au patriarch system. Ni mfumo wa wanaume. Wengi wamekuwa wakisema kwamba je, Mungu ana mfumo dume? Kwa nini wanawake walibaguliwa? Kwa nini idadi yao ilikuwa iandikwi? Wanaandika wanaume kadhaa na wakina mama na watoto. Sababu kubwa ilikuwa sio kwa sababu Mungu ana mfumo dume au sio kwa sababu Mungu anaona wanawake hawana thamani. Hapana, walitumia jamii ya kipindi hicho. Kwa hiyo hata wale walikuwa wanapewa waandike walikuwa wanaishi katika ule mfumo wa patriarch system, mfumo wa kina baba, mfumo wa kina wanaume. Kwa hiyo wanawake hawakuchukuliwa idadi yao katika sensa, katika kushiriki kupiga kura, katika vita na mambo kadha wa kadha. Idadi yao haikuchukuliwa kwa sababu tu ya ule mfumo wa patriarch, mfumo wa kina baba, lakini sio kwa sababu Mungu anaona wanawake ni dhaifu au hawafai. Ndio maana ikawa hivyo. Na watu wamekuwa wakiuliza ni kusherekea au hizi siku za wanawake duniani au siku za kina mama duniani kama ilivyokuwa kesho tarehe 10 mwezi wa 5 2026. Je, kusherekea hizi siku za kina mama imekaa kibibilia, imekaa kiroho au ni kina namna gani? Kwanza napenda kukumbusha wao unasikia kwamba maandiko yamezungumza, kusoma Kutoka sura 20 mstari wa 12 inasema, waheshimu baba na mama yako siku zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Maandiko ikiwa ni sehemu ya amri za Mungu zinasisitiza kuwaheshimu wazazi. Sio baba tu wala sio mama tu, baba na mama yako, ili siku ziweze kuwa nyingi. Yaani kuishi maisha marefu hapa duniani ni moja ya ahadi Mungu aliyotupa kupitia kanuni ya kuwaheshimu wazazi, baba na mama. Waefeso sura ya 6 mstari wa 1 na 3 inasisitiza watoto kuwaheshimu wazazi. Na nasema hii ndiyo amri pekee ambao ni ya kwanza yenye ahadi ya Mungu ndani yake ya kuweza kuishi maisha marefu hapa chini ya jua. Kwa hiyo kwa nini sasa siku ya kina mama au siku za wanawake, tukizungumzia hii siku ya kina mama kama siku ya kesho tarehe 10 ya Jumapili, tunaona hii siku ina historia. Mwaka 1908 tunamwona kuna mwanamama anaitwa Anna Jarvis kule Marekani aliweza kuipigania hii siku kwamba kuwe na siku ya kuadhimisha, ya kuwaheshimisha akina mama mwaka 1908. Ilipofika mwaka 1914 Marekani wakapitisha ile pendekezo la huyu Anna Jarvis, wakaiteua kwamba siku ya Jumapili ya kwanza au siku za Jumapili za mwanzo za mwezi wa 5 basi zitakuwa ni siku za kusherekea akina mama duniani. Kwa hiyo ndio hiyo inakuwa ni Mother's Sunday, ni siku ya kina mama ambayo inakuwa inasherekewa siku za Jumapili. Ndivyo ilivyokuwa, lakini haihusiani na mambo yote yale ya kiroho wala vitu kama vile. Lakini Mungu au Bwana Yesu anaheshimu mimi na wewe tuweze kuwaangalia akina mama, tuweze kuwajali akina mama. Wakati fulani kuna Yohana sura ya 19 mstari wa kuanzia 25 pale mpaka 27 anasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye yule Maria umbu na mamaye Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu,
alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Kwa hiyo kuwajali wazazi, kuangalia wazazi ni kitu ambacho hata Bwana wetu Yesu Kristo wakati anakata roho pale Calvary miaka 2000 iliyopita alisisitiza kwamba mwana, muangalie mama yako, na mama, muangalie mtoto wako. Kwa hiyo kujaliana kama watoto na wazazi na wazazi na watoto ni kitu ambacho Bwana Yesu pia anakisisitiza. Lakini kuna kitu ambacho amekizungumza kwenye Luka sura ya 11 mstari wa 27 hadi 28. Anasema, ikiwa alipokuwa akisema maneno haya, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. 28 anasema, lakini yeye Yesu Kristo alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Kwamba hata kama unaonesha namna gani ya kuwa karibu na familia, ila hautakuwa mwenye heri zaidi ya yule ambaye anaonesha kujali familia, na hapo hapo anakuwa makini na kuwa tayari kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tuwajali wazazi, tuwaheshimu wote, sio mama tu, hata baba, lakini pia tuwe karibu na yeye kusikia neno la Mungu, kusikia sauti yake. Siku ya kina mama, siku ya wanawake ni siku tu ya mifumo ya kibinadamu ambayo imepangwa na mataifa mbalimbali na dunia nzima imekuwa ikifuata. Kwa hiyo Mungu akubariki. Neema Bwana Yesu Kristo izidi kuwa na mimi na wewe kokote ulipo. Shalom aleikum. Majina yangu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe. Take care.